mwanasheria pia, asikunyanyase mtu. Usikubali kwenda polisi bila kumpigia simu mwanasheria wako ambaye ni mimi. Piga simu moja. Sikilizeni niwaambie. Hatumpingi nitataja mwishoni. Hatumpingi Japipo kwa nia mbaya. Kwa umri wake na miaka aliyokaa madarakani na kwa changamoto za watu wa Makambako ambazo ameshindwa kuzitatua. Ameidanganya serikali kwamba Makambako kuna mabii na mabii. Tunaomba apumzike kwa heshima, kwa sababu tukienda kumpiga kwenye boksi la kula itakuwa ni aibu zaidi. Naomba nitume hiyo salamu kwa mzee, na mnaoweza kumfikishia ujumbe mwambie Sigrada Mligo amesema upumzike kwa heshima, sio kwa nia mbaya. Hana jipya. Hana jipya. Japipo amekaa madarakani miaka 15. Msitarajie hiyo miaka 5 anayoitaka tena ataleta mapya. Kwanza umri wake wenyewe unawaza wajukuu. Atawakumbuka nini? Muda wa kucheza na wajukuu sio kwa nia mbaya. Huo ndio ukweli. Vijana tupo, tunataka tuingie kazini. Tunahitaji mabadiliko ya Makambako. Makambako mkifanya mabadiliko, kwa sababu ni katikati ya mji wa mkoa wa Njombe, mtaambukiza na majimbo mengine kufanya mabadiliko. Makambako msiniangushe. Lakini pia Makambako kwa ajili ya ukubwa wake, tulitarajia hapa tuwe na bandari kavu, tulitarajia tuwe na vyuo vikuu, tulitarajia tuwe na uwanja wa ndege. Sikilizeni wana Makambako. Na bahati nzuri nazungumza na Makambako ambao ni wafanyabiashara. Mfanyabiashara ambaye anawahi yake Dar es Salaam kupanda ndege ya shilingi 300,000 akawahi mzigo wake bandarini wa milioni 100, sio issue. Huo ndio ukweli. Lakini leo hii mfanyabiashara anaweza kapoteza mzigo wake bandarini kwa sababu ya kuhangaika na kutembea na basi kwa muda wa masaa 12. Makambako mpaka Dar es Salaam kwa ndege ni dakika 40. Sisi wafanyabiashara tunajua. Unaweza kutumia shilingi 300,000 kwenda kuiokoa milioni 20. Lakini hiyo milioni 20 unaweza kuipoteza kwa sababu ya kupanda basi. Mji wa kijanja kama huu, tunahitaji mbunge atakayesema tunataka uwanja wa ndege Makambako. Sio mbunge anayesema Makambako kuna mabii, kuna mabii na mabii hatutaki. Mabii yako wapi? Watu wamechoka hivi. Mabii yako wapi? Maisha magumu, biashara haziendi, mikopo hailipiki. Sasa hivi kuna mikopo inaitwaje? Kausha damu. Tunahitaji mbunge atakayeenda bungeni, atakayesema hii mikopo ya kausha damu riba zake ni kubwa, ziko kinyume na mwongozo wa Benki ya Dunia. Makambako naomba watu wa fedha watengeneze utaratibu wa kufuatilia wanaokopesha fedha kwa riba kubwa ambayo ni kinyume na mwongozo. Sikilizeni wana Makambako. Nchi hii kila kitu kipo kwa mujibu wa sheria. Hii mikopo mnayokopa inawatesa, mnanyang'anywa na nyumba. Kuna mwongozo wa DOT. Ule mwongozo wa DOT ukiusoma unasema huruhusiwi kuweka riba zaidi ya 12%. Lakini kuna watu wanakopesha mikopo Makambako hadi 50% ya kile ulichokikopa. Tunahitaji mbunge atakayekataa hilo. Tunahitaji mbunge atakayepeleka hizo hoja bungeni ili hizi taasisi, na ukienda kuishtaki unakuta imesajiliwa, ili hizi taasisi ziweze kufuatiliwa na kukatazwa na kukamatwa na kuwekwa ndani wale wote ambao wamekiuka kinyume na mwongozo wa DOT. Hiyo ni hujumu uchumi. Tafadhali sikilizeni wana Makambako. Kuna watu wanafikiri akipambana kutafuta fedha atatajirika. Sikilizeni, anayeamua wewe uwe na fedha au usiwe nayo ni mchukua kodi wako, ni serikali iliyopo madarakani. Utapambana mpaka utazeeka, huwezi kufanikiwa bila kukataa mfumo uliopo madarakani. Tunahitaji mbunge atakayefika bungeni atakayesema hii 18% ya kodi. Kuna watu nikiwaambia 18% hawaelewi. Kila
kila unachokinunua kwenye nchi hii unakatwa 18% pale pale, ila kwa sababu muuzaji alishakatwa wakati ananunua, wewe mnunuzi huwezi kuona kama umekatwa. Kwa hiyo kama nguo ilitakiwa ununue 20,000, unauziwa 23,000 kwa sababu shilingi 3,000 inaenda serikali automatically wakati ule ule unanunua. Sasa nikuulize mtu wa Makambako, toka asubuhi mpaka sasa hivi umenunua vitu vingapi? Wewe mwendesha bodaboda, wewe mama ntilie, wewe muuza duka na yeyote yule, toka asubuhi mpaka sasa hivi umeshanunua vitu vingapi? Naamini umekunywa chai, naamini umekunywa maji, naamini umekunywa soda, naamini umepanda bajaji, naamini umepanda bodaboda. Sheria ya kodi inasema Mtanzania kwa siku analipa kodi 12. Kwa hiyo ukinunua vitu mara 12 umelipa kodi kwa siku 12, kodi 12.